Kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika mchana wa tarehe 31 Januari, kiongozi wa chama cha upinzani Andry Rajoelina, ambaye alikuwa ni meya wa mji mkuu wa Antananarivo wakati huo, aliwaambia maelfu ya wafuasi wake kuwa chama cha upinzani kilifanya mapinduzi yasiyotumia nguvu na serikali ya mpito itaundwa chini ya uongozi wake. Pia alilitaka bunge limuondoe madarakani rais wa wakati huo Marc Ravalomanana, benki kuu ifunge akaunti za serikali na watumishi wote wa serikali wasimamishe kazi kuanzia tarehe 2 Februari. Zaidi ya hayo, alitoa wito wa kuwataka wanajeshi wajiunge na harakati za kuipinga serikali ya Ravalomanana. Tarehe 26 Januari, vurugu kubwa zilikumba miji kadhaa nchini Madagascar, ambapo vituo vya taifa vya redio na televisheni vilichomwa moto na kuteketezwa kabisa, huku baadhi ya supermarket kubwa na maduka yaliporwa na kuchoma moto. Vurugu hizo zilisababisha vifo na majeruhi ya watu pamoja na hasara za mali. Jioni ya siku hiyo hiyo, Rais Marc Ravalomanana aliendesha mkutano wa maofisa wa serikali na viongozi wa mamlaka mbalimbali, ambapo alisema serikali yake bado itaendelea na utawala, naye ataendelea kuwa rais anayeongoza Madagascar, na aliahidi kuhakikisha mahitaji mbalimbali ya maisha yatapatikana, lakini haikubadili maamuzi ya Gen Z yaliyoongozwa na Rajoelina kumpindua Ravalomanana. Tarehe 14 Oktoba ya mwaka 2025 iliweka historia nchini Madagascar. Mwanaume aliyeongoza mapinduzi ya miaka 16 iliyopita na aliyekuwa rais wa Madagascar, Andry Rajoelina, akiwa mwenye umri wa miaka 51 pekee, naye alipinduliwa kwa njia ile ile aliyompindua mpinzani wake mwaka 2009 baada ya maandamano makali ya vijana wa Gen Z, wale aliowatia shauku ya mabadiliko na jeshi lile lile lililomsaidia kazi yake wakati huo, na sasa hajulikani alitorokea nchi gani kufuatia madai yake aliyosema zilikuwa ni njama za wanasiasa na jeshi kutaka kumuua. Sababu ya mapinduzi ni machafuko yaliyosababishwa na Gen Z kwa kile kilichoanza kama ghadhabu iliyochochewa na tatizo la muda mrefu la kukosa maji na kukatika kwa umeme. Kabla ya kuingia uongozini na kushika madaraka kwenye siasa, Rajoelina alikuwa DJ huko mjini Antananarivo na muandaaji wa matamasha mbalimbali makubwa kwenye kisiwa cha Madagascar na kisha kununua kituo cha redio. Alizaliwa mwaka 1974 huko Antsirabe, mji wa Spa katika nyanda za juu za Malagasy. Rajoelina, tofauti na mtangulizi wake, alitoka katika malezi ya upendo, lakini pia baba yake aliwahi kuwa kanali wa jeshi. Rajoelina alijiuzulu mwaka 2014 kama kiongozi wa mamlaka ya mpito, lakini akawa rais tena baada ya kushinda uchaguzi mwaka 2018, akiahidi mabadiliko na maendeleo mengi nchini Madagascar.